Mara kwa mara huwa na kueleza kwamba vita vya Urusi na Ukraine ni vita ambavyo vipo kimkakati, na vyombo vya habari pia huwa ni moja ya mkakati ambao unatumika kuhakikisha basi unatengeneza taswira mbalimbali kwa dunia juu ya mambo yanavyotakiwa kuwa, yaendeje, yakaaje, na namna moja namna nyingine. Na ndio maana huwa napokusogezea taarifa kutoka kwenye uwanja wa kivita, kwa asilimia kubwa wengi huwa wananiuliza, mbona utujuzi kwa upande wa Ukraine, unatujuza sana kwa upande wa Urusi? Huwa naujuza sana kwa upande wa Urusi kwa sababu ya kile ambacho kipo. Urusi taarifa zao nyingi huwa hazifikishwi moja kwa moja, huwa zinachujwa, lakini kwa sababu mkakati ni kuinyanyua Ukraine, mkakati ni kuiangamiza Urusi, basi huwa kinachofanyika ni kuweza kuididimiza Urusi na kuinyanyua Ukraine. Na ndio maana mambo makubwa yanapofanyika kwa Urusi anapofanya dhidi ya Ukraine, huwa vyombo vya habari vya magharibi vinaficha, vichache sana ndo vinaeleza. Na hii yote ni kwa sababu wanaharibu mikakati ya watu na mengineyo mengi. Sometime pia wanaingia kwenye changamoto mbalimbali kama vyombo vya habari pale wanapoonekana kutoenda na matakwa ya vyombo vya habari vya kimagharibi, kwa sababu ajenda ya Marekani, Mwingereza, ajenda ya watu wa AU ni kuhakikisha wanaididimiza Urusi ili waweze kuipandisha Ukraine. Na ndio maana wanataka kuingiza kwenye NATO na mambo mengine mbalimbali. Na kuambia haya ni kwa sababu ya kile ambacho kilitrend hivi karibuni kwamba Urusi anawatesa askari wa Kenya, Urusi anawatesa baadhi ya askari wenye ngozi ya Kiafrika kwenye uwanja wa kivita, anawapeleka mstari wa mbele wakawe vyakula vya mizinga na mambo mengine mengi ambayo yalizungumzwa. Sasa haya yote nakueleza kwa kukwambia ni uongo. Na uongo huu nakueleza ni mara baada ya moja mtangazaji nguli kutoka pale nchini Kenya, Larry Madowo, ameweza kuposti clip ambayo inamuonyesha mwanajeshi ambaye ni wa Urusi, ambaye huyu ni Mtanzania, akieleza uhalisia wa mambo namna ambavyo yalivyo tofauti na kile ambacho kipo. Hebu msikie hapa mwenyewe, utashusha comment kwa kunieleza uhalisia ukoje wa kile ambacho ulikuwa nacho kichwani. Hizo story unazosikia bwana brother, sio za wapi, vimepanda vimeshuka, sio kitu gani, mambo mitandaoni. Mimi kama unaongea na wewe sasa hizi hapa, mshahara wangu umeingia. Sasa hizi ninapoongea na wewe na message ya mshahara umeingia hapa. Kwa hiyo watu wanalipwa vizuri, hamna shida yote kama unavyofikiria wewe. Mimi nafikiria hata mkataba unaweza kaisha, kama nitakuwa niko kitengo hichi kimoja, naweza kaongeza contract ya mwaka mwingine mmoja. Lakini maisha ni mazuri, pako sawa, pako stable tu. Mimi naona kwenye kazi yote changamoto zipo. Hata ungekuwa nyumbani Afrika ungekufa, ungefanya nini, yale maisha ambayo ni kawaida. Ila mshahara ni mzuri, pesa ambayo nimelipwa huku ni pesa ambayo nisingeipata kwa haraka. Nafanya nikiwa Dubai, sio nikiwa wapi. Hakuna mimi nimeishi Dubai, nimeishi Abu Dhabi, nimeishi Jimani, nimeishi Sharjah, nimeishi Al Ain, nimeishi sehemu nyingi sana. Lakini